Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital? Leo kamera yetu imemnasa Mr. Handsome Kobisi, wengine wanamfahamu hivyo, lakini ana jina lake ambalo atatuambia tukianza kupiga naye story. Huyu ni Mr. Handsome ambaye tuko naye pia. Leo kuna vingi ambavyo anataka kutuambia. Kaa hapo kwa ajili ya kujua kiundani. Habari yako? Ni nzuri kwa kweli. Hongera kwa sababu watu wengi wanakuzungumzia kwa uzuri kutokana na kazi ambayo unaifanya. Watu wengi wananizungumzia. Tunaona hata kwenye mitandao Wananiteta ina maana. Wewe unapokea vipi kwanza hizo hongera? Lakini pia kwenye mitandao kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinasemekana. Wewe unapokea vipi mambo ya mitandaoni? Mambo ya mitandaoni unayaangalia na kuyapita kama yalivyo kwenye mitandao, basi huwezi kuyachukulia maanani. Hata hongera. Ananifikia nasema na mimi na comment asanteni na nini. Ukiona watu basi na mimi nashukuru. Sawa, kuna watu ambao wanakufahamu kwa jina la uigizaji kutokana na wao wamekuona wapi. Kuna jina lako ambalo lipo katika NIDA. Hilo mimi natamani leo hii kwa mtu ambaye alifahamu kupitia wewe. Mimi naitwa Lumole Esaias Matovolwa. Kwa pia ambao wafahamu, umeanza lini hizi mbanga za uigizaji? Mimi mkongwe kidogo. Kwa sababu rasmi kusimama mbele ya kamera nafikiri ilikuwa ni mwaka 2002. Hiyo ndio kusema rasmi nilisimama mbele ya kamera, lakini nyuma ilikuwa zaidi ya 2000 kwa sababu nilianza primary, alafu kaja mtaani, kuna vikundi vyetu hapa vya mtaa ambapo tulikuwa tunacheza stage play na nini. Kwa ilikuwa ni nyuma, lakini 2000 kama sikosei kulikuwa kuna tamasha moja linaitwa La Splendid. Kama mnajua kile chuo cha Splendid Ilala cha marehemu mwalimu teacher kinachofundisha kozi nyingi, pia walikuwa na kikundi cha sanaa na mafunzo ya sanaa. Kwa hiyo walikuwa na tamasha lao. Ile tamasha ilikuwa linafanyika kila mwaka. Kwa vikundi vingi vilikuwa vinakuja, vile ambavyo viko kwenye television na vile ambavyo vipo kwenye TV vya mtaani. Kwa wanafanya maigizo na nini, wanacheza ngoma. Kwa hiyo bahati nzuri na mimi kundi langu la Mwana Arts. Kwa tuna kundi sisi hapa linaitwa Mwana Arts, Mwananyamala Arts. Kwa ile kundi nilikwenda kushiriki, lakini kwenye mchezo mimi nilikuwa director, sikuwa nacheza. Kwa hiyo nilikuwa nimesimama mbele najaribu kwa control wenzangu speed na nini. Sasa pale ndipo nilipoonekana na jamaa mmoja anaitwa George Okumu Otieno Tyson. Kwa hiyo aliponiona akasema huyu jamaa kama ananifaa. Umeona, basi akamtuma Simon Makifamba akaja akanichukua, tukazungumza, nikaenda Russian Culture. Akaniambia bwana, nataka uzibe nafasi ya JB. Umeona bwana, nikamwambia hapana, siwezi kuziba nafasi yake. JB ananisumbua hivi. Nikamwambia sawa, lakini mimi ndasimama mimi, JB atabaki kama JB. Basi akasema nataka ujoin katika Nyota Insem, ilikuwa Nyota Academy. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo ni 2002. Okay. Na wao baada ya kutoka mambo hayo kwenda kuanzisha Nyota Academy. Unahisi kwa nini alikutaka wewe uzibe nafasi ya JB na sio mwigizaji mwingine? Labda kwa sababu kipindi kile wanene tulikuwa wachache. Sasa hivi wanene mmeongezeka. Sasa hivi watu wanakuwa sana machips, watu wengi vibonge sasa hivi. Okay. Kwa sababu kipindi kile nafikiri tulikuwa kama sio maarufu, wanene alikuwa ni JB, alikuwa na Mashaka Matongo wa Biola na sasa hivi. Sasa ina maana mimi niongezeke na maana tukawa watatu. Sasa ndio kidogo ikawa hivyo. Kwa hiyo challenge ya kutafuta watu wenye muonekano tofauti kidogo ina maana ilikuwa ni ngumu. Kwa maana hiyo tusitegemee wewe ukafanya diet ama mazoezi upungue mwili kwa sababu ni kati ya sehemu ya ajira yako. Mimi siamini hivyo. Siamini hivyo kwa sababu ukizidi sana ni tatizo na ukipungua sana ni tatizo. Kwa sababu sasa hivi siwezi kusema
nifanye diet nikashuka zaidi ya au nikashuka mpaka kufikia kilo 80 kwa mwili niliokuwa nao au kwa uzito niliokuwa nao, ni ngumu sana. Umeona, ila naweza tu kwamba nikizidi sana naweza kushuka. Umeona bwana, na nashuka, ila ukishuka sana producers wengi Biggy tumekuzoea katika muonekano ule, kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo maneno yanakuwepo, lakini unachoangalia kidogo ni afya yangu pia. Yeah. Sasa hivi una kilo ngapi kama utajaji? Mara ya mwisho kupima nilikuwa na kilo kama sio 180. Yeah. Lakini toka mwezi wa kwanza, sababu hapa kidogo nimeshuka sana. Kwa hiyo nimepungua sana. Okay. Tukibaki hapo hapo, kwanza umegusia JB, ndio maana tukaja katika hiyo mada kabla hatujaondoka hapo. Sasa hivi tunaamini katika kazi, kila kazi ina changamoto yake. Ukiwa unafanya kazi, mwili wako huwa unapata changamoto gani kutokana na mwili wako katika kazi? Kuna sini zipi pengine ambazo zinakupa changamoto? Tukianza kwenye mwili, mimi mwili haunisumbui. Yaani maisha yangu yote, kwa sababu mimi mwili ndio na control. Okay. Kwa hiyo haunisumbui, sina changamoto yoyote. Umeona, kama unaweza mkakumbuka nilicheza sinema inaitwa Commando Yoso. Ulishaiona? Kule nilikuwa nakimbia sana. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba mbona jamaa anakimbia sana? Mpaka watu wengine wakasema hii editing. Hakuna editing kwenye kukimbia. Kwa ni lazima ukimbie, ndipo kama kukuongezea speed utakuongezea. Kwa hiyo nasema kwamba huwa niko hivyo. Mwili haunisumbui katika shughuli zangu. Okay, kwa maana tunaweza kusema wewe ni kibonge mwepesi, popote unapiga kazi. Sawa, ulizungumzia vikundi. Unahisi bado kuna umuhimu wa kuwa na hivi vikundi vya sanaa ili kuzalisha waigizaji bora kama ambavyo wenyewe mko? Vikundi vinalea. Kwa hiyo ni muhimu, kwa sababu kuna utofauti kati ya wasanii ambao wamekuja hii zaidi ya 2000 na wasanii waliokuwepo chini ya 2000. Kwa sababu ukimweka leo msanii wa kisasa na ukimweka leo msanii yule wanasema wa zamani, behavior unaona si wako tofauti. Umeona kwamba huyu katika kundi la watu utamkuta mstaarabu, alafu huyu katika kundi la watu atajifanya machino. Unaelewa? Kwa hiyo makundi yalikuwa yanalea, yanafundisha adabu, yanafundisha kila kitu. Utafundishwa sanaa, utafundishwa adabu, utafundishwa jinsi gani ya behave mbele za watu. Yaani wanakuandaa kuwa star. Okay. Kwa kitu hicho ambacho sasa hivi hamkioni kwa wasanii wa sasa. Sasa hivi msanii unamkuta tu barabarani, huyu nimevutiwa na umbo lake. Njoo dada, unampa script, mnakwenda location, unamwelekeza nini cha kufanya, anafanya. Kwa hiyo ni tofauti na wa zamani, kwa sababu hata ukiangalia sinema za zamani, nakumbuka wakati tunafanya girlfriend massage na nini, unakuwa script, unaisoma, unakuja mnafanya rehearsal, na rehearsal yenyewe yani mnatengeneza kabisa setup kwamba sebule itakuwa ni hivi, tutacheza hivi na hivi, blockings zote zile mnafanya. Alafu kutoka hapo sasa kwamba scene zote zimeshapitiwa, msha brush, ina maana mnakwenda tena kufanya location rehearsal kabla ya kushoot. Lakini sasa hivi hakuna hicho kitu. Na ndio maana utakuta wasanii wengi sasa hivi wamesimama, yani kama mimi nikuta kwenye sinema A niko hivi na sinema B nitakuwa hivyo. Yani mtu anashindwa kujiumba kutokana na story jinsi ilivyo. Kwa sababu mtu anapigiwa simu tu, oya, kuna sini 10 hapa, na mtu anauliza shilingi ngapi? Shilingi fulani. Hapo hiyo niongezee kidogo. Poa. Nibebe nguo zipi? Beba suti. Unakuja unashuti. Kwa hiyo vile ulivyokuwa kutoka kwa mama yako ndivyo hivyo. Hujui kwamba yule mwenye jina lake katika ile film au tamthilia ana tabia zipi. Okay. Unaelewa? Kwa ndio maana kuna utofauti kati ya sasa na zamani. Lakini mwenendo wa tasnia ya movie Tanzania unaionaje? Kwa sababu upo tangu miaka hiyo ya 2000, unaiona mpaka sasa hivi tupo 2025 sasa. Mwenendo mzima unaonaje? Kazi zinapanda. Kwa sababu mimi nikifikiria nyuma,
Mimi nimeanza kucheza filamu ya kwanza ya familia yangu inapita jamani. Okay. Yule nyuma mnamuona mke wangu. Okay. Ile mweupe. Kwa hiyo mimi nimeanza kucheza Girlfriend nililipwa 35,000 miaka ile. Unaona? Lakini sasa hivi sini moja huwezi kunilipa tena 35,000. Yaani sini moja. Kule nimecheza karibu sini sijui ngapi sijui. Nimelipwa 35,000. Na Sterling Mona Lisa sio alipewa sura 3, sura 5. Na kwa kipindi hicho ni kubwa. Ni nyingi. Umeona kina JK wale na hivyo umeona. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona sasa hivi watu wanalipana mpaka milioni 20, 30. Okay. Umeona? Kwa hiyo maana tasnia imepanda. Imepanda sana si kidogo. Yeah. Lakini vitu vipi ambavyo unahisi bado vinakwamisha, yani tukiviachana navyo hivyo pengine tunaweza tukavuka mipaka zaidi? Kikubwa ubinafsi. Ukiacha ubinafsi tunaweza tukavuka, kwa sababu tukubali kwamba huyu ni mwandishi mzuri, tukubali huyu ni mpiga picha mzuri, tukubali huyu sound engineer mzuri, tukubali huyu hivi. Yaani kila mtu tukimkubali katika eneo lake, kwa maana tunaweza tukafanya kitu kizuri zaidi. Umeona, kuliko kusema sisi ni sisi au mimi ni mimi. Ule umimi ule ndio unafanya sisi tudumae. Na tutashindwa kuvuka. Kenya anatusumbua. Production ya Kenya ukiangalia kuanzia acting mpaka crew nyuma, unaona si kazi ndogo. Umeona bwana, lakini sisi tunakwenda kwa sababu tunafanya vitu kwa mazoea, sisi tunafanya vitu kinamna gani, lakini tukibadilika, yani tukiacha kuna ujinga wetu tukiacha, tunaweza tukawabiti wenzetu, kwa sababu kama tuliweza kukimbiza movie za Nigeria Tanzania, kwa nini tushindwa sisi kusumbua? Kwa maana sasa hivi mtu akitaka kufanya kazi na wewe aje na shilingi ngapi hapo dau? Tumeshatoka huko na 35. 35 unajua nilikuwa naishi nyumbani. Nikiondoka tumefunikwa, nikirudi najikuta. Sasa hivi nina mke na watoto 3. Sasa hivi angalia, unaona kabisa kwamba sasa hivi ni baba. Kwa hiyo na kabla sijatoka, ina maana kwamba nitamwambia mke wangu bwana, hebu nipigie pasi mashati 3 hapo, ameniambia niende. Sasa yule anayepiga pasi na kukunja na kukokea kwenye begi, si lazima ujue ukirudi lazima uonyeshe kitu. Kwa sasa hicho lazima tuangaliane kwamba siwezi kurupuka nikaondoka tu, hapana. Kwa lazima tuweke misingi mizuri, alafu ndio niweze kutoka. Hiyo misingi mizuri inagota unaingapi? Inategemea na kazi ilivyo, sababu producer wa Tanzania wenye hela ni wachache. Na niseme sio wenye hela, naweza kusema hakuna producer Tanzania mwenye hela. Kwa sababu wote tunategemea TV stations itoe fungu, alafu ndio lile tugawane. Kwa hiyo sasa unaangalia tu kwamba huwezi kumpiga sana na yani na yeye hatakupa kingi. Kwa hiyo pale mnakaa mnaona bana, hii at least inaweza kasogea, basi naenda. Lakini pale makubaliano na kuwepo, ukiridhia tunakwenda unafanya. Hivi kazi gani ambayo uliifanya ilikuwa na ya pesa kubwa zaidi? Tukiachana ile 35 ambayo ilikuwa ndogo. Hizi kazi tunazofanya mpaka sasa, at least maisha yanakwenda, kwa sababu sasa hivi sina kazi nyingine zaidi ya uigizaji. Sasa ukiona kama una kazi nyingine zaidi ya uigizaji, basi hicho unachofanya kinakupa at least kitu ambacho unaweza kuwapa watoto wanaenda shule. Sawa bwana, tuendelee na hayo. Twende kwenye tupa. Mr. Tupa. Kuna baadhi ya juzi kati nimekutana na clip kwenye mitandao. Wakawa wameiweka ile video na pamoja na wimbo wanaohusianisha. Na wewe tena ngaja kuona umerekodi video ukawa kuna sound ile inapita nyuma. Sasa sijui ni wewe ulirekodi ama wao walipitisha sound kwa nyuma. Ilikuwa inaimba kwamba alikuwepo baba, jina lake Tupa kama wimbo unavyoimba. Alikuwa mzuri, sijui na mwenye pesa, kitu kama hicho. Lakini kwenye mitandao watu wanakuwa unajua kuna mambo mengi kwenye mitandao. Watu hapa bahati alitudanganya na vitu. Wao wanachukulia vipi hizo mambo?
Afu nawe ukafanya kama utani. Sasa kwa nini mimi sio handsome? Handsome, muone bwana. Nilikuwa ni hapa. Bahati alinifuata. Akaniambia nataka kufanya video ya gospel. Kwa sababu hapo nyuma nilishafanyaga na Flora. Na Masha. Sasa sisi ndio tulikuwa tunafanya video kwa mimi ndio nikalabi na Lista. Na ndio akaniomba kuna baadhi ya scene nicheze. Kwa hiyo wengi waliona zile. Kwa hiyo Bahati akanifuata hapa. Tena akiwa na huyo. Nataka ucheze nyimbo yangu, nataka siwe tupatupa, sini na nini, kabla nyimbo ikoje. Akanipa nikaisikiliza, nikamwambia sawa, unatakaje hivi? Akanielezea picha yake, nikamwambia sawa. Sasa kwani kulikuwa hakuna handsome zaidi yangu? Ila maana mimi handsome kuliko hao wale kuwepo, ndio maana jana nikaigiza ile nyimbo. Kwa hiyo hichi kizazi kipi? Ile nyimbo ya siku nyingi sana. Ile nyimbo sio mwaka gani Mungu wangu. Lakini eti kizazi cha sasa hivi ndio kinasema kwamba Bahati katupiga. Huyu sio handsome, huyu sio hivi. Wananikosea. Nimeona hata leo kuna baadhi kuna mtu tena mwingine kamtumia. Lakini wananikosea, ndio handsome bwana. Kwa maana hiyo una kipi cha kuambia pengine hizi video hizi zisiendelee kwenye mitandao ya kijamii? Huwezi kuacha kwa sababu hizo zinakwenda alafu zinarudi tena. Zinakwenda alafu zinarudi tena. Acha jifurahishe kwa sababu kwa mtu ambaye hakuiona mwanzo, akija kuiona sasa hivi kwa ile video inazidi kuishi. Kwa hiyo Bahati anafanikiwa basi maisha yanaenda yani kweli kabisa. Kwa hiyo Tupatupa ni handsome. Mimi ni handsome. Mimi ni handsome ambaye nimekosa tu matuzo. Lakini mimi ni handsome sana kidogo. Bonge moja la handsome. Hata mwenyewe naona hivyo. Na dimpo bwana, afu watu wanasema masiara huko. Ni handsome na dimpo za kutosha. Au mpaka nijichubue ndio watu wajue mimi handsome. Usifikie huko, usinywe maji. Si mbaya. Usinywe maji sasa. Niweke wevu hivi, nichonge nyusi, au ndoto nina lips, si ndio? Usifikie huko kwa sisi tunaelewa kwamba wewe ni handsome kwa ni kizazi cha sasa hivi kama ambavyo umesema. Kizazi kinakuja kinachukua mambo mapya kinahusisha na yale yaliyopita. Sawa. Tunakuona katika Kombolela. Huu mchongo wa Kombolela na Kombolela tunaona watu wengi sana bado wanatamani kuiona kila siku. Yaani iwe kama tamthilia ambayo haiishi. Kombolela kwa kweli imekubadilishia maisha kwa namna gani? Kombolela ni tamthilia, naweza kusema tamthilia ya taifa. Kombolela. Tulipopiga msimu wa kwanza, watu walipenda sana. Tulipoambia jamani Azam tupa miezi 4, alafu wakatuongeza na mmoja. Watu wakalalamika sana. Na nililiki kumwambia mkuu wa channel ile kwamba uhitaji nje bado ni mkubwa. Lakini yule bibi akasema wacha ishe. Tamthilia ziko nyingi sana. Kaambia sawa, haina shida. Basi zikaenda, watu wakapungua kuangalia michezo ya kuigiza. Au wakapunguza kuangalia hapa. Ikaja hapa kidogo ikashtua series moja inaitwa Bunji. Ikawapa vizuri. Lakini nawe ikapewa muda mfupi ikaondoka. Ghafla binivu nilikuwa nimekaa kijio kile pale. Nabra iko hapo nyuma. Kwa hiyo akapita Abduli akaniambia, "Vipi njoo?" Akaniambia, "Azam wameniita, wameniambia wanataka turudishe Kombolela." Vipi? Akaniambia, "Hii ndio wao tuliwaambia toka miaka 2 iliyopita. Kama umekubali wakupe hela sikufanye kazi." Wakamuita tena akamwambia, "Bwana story hivyo," akawahadithia, naanzia wapi kwa mzee wetu Zikala ikasharudi kwake. Naona bwana Kimansichana story tanzia kule, akawahadithia, akamwambia tupe script, akawapa, akaweka budget
tukaitana tukaanza kazi. Na uwezi amini tulikuwa tuanze Disemba. Lakini ghafla Sofia akatuambia naanza mwezi wa 11. Kwa tukakimbizana kwa ajili ya kuanza. Tulipoanza na tulipoambia kwamba wananchi mzigo wenu umerudi. Comments zilikuwa zinarudi kwetu. Sasa tutalipia vingamuzi sasa hivi. Lakini mpaka sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba jambo limepokelewa vizuri na kumechangamka. Mitandaoni kumechangamka. Tunashukuru. Hata wao wenyewe naona wamechangamka. Sawa. Mpaka sasa hivi bado watu wanatamani pengine iendelee hata season 3, 4 na kuendelea huko. Unaizungumziaje familia ya Mzee Kikala kama Kikala? Katika familia bora, familia ya Mzee Kikala ni bora sana. Nikisema bora kwa sababu yale ndo maisha ambayo sisi Waswahili na watu wenye hali ya chini tunaishi. Baba anataka waone watoto wake wote wapo, anataka waone akifanikiwa mmoja basi, lakini nyumbani asiondoke. Yani familia ndio, yani watu wanataka kuishi hivyo. Na hata ukiangalia hizi nchi za Kiarabu wanaishi hivyo. Mtu atakuwa pale hata kama wanafanya biashara, lakini atakulia nyumbani, ataishi na watoto wake pale. Yani hivyo, yani ndio familia za Kiswahili tulivyo. Kwa hiyo kama mzee wetu Kikala, tatizo tu kilichozidi kwamba familia yetu na maneno mengi. Umeona? Wakorofi sana. Lakini kiukweli mzee wetu anatupenda sisi kama watoto wake. Yani haijalishi mapungufu tuliyokuwa nayo, lakini baba yetu anaamini kabisa kwamba, nafikiri kuna siri moja alisema, niwapeleke wapi hawa, mimi ndio watoto wangu. Wa kwangu sasa. Sasa ukiona hivyo tena alizungumza kwa uchungu sana mbele ya mkewe. Umeona? Unaona kabisa kwamba huyu ni baba ambaye hii ndio familia yake kweli. Hata mimi napenda nione watoto wangu wakikuwa pamoja, wakiishi. Kama kungekuwa kuna uwezekano kwamba hata nikiozesha basi wapo kaa pale na wanao. Kwa sababu tunaamini kwamba ukiwaona unaweza kuwakemea hata kama mtu ana maisha yake. Unaona? Yani ndivyo Waswahili tulivyo. Lakini kwa bisi ndio Mzee Kikala anatamani kuona familia yake ipo hapo. Ndio yani changamoto imekuwa kubwa, yani Kobisi hataki kufanya kazi. Hamadi hata akiambiwa hela ya kutolea choo hapo maji machafu hana. Lakini hata Hamadi ukimuona, Hamadi anahangaika. Hamadi alikuwa dereva magari ya maroli, maisha yakaenda huko yakashindikana, au sio bwana? Unajua kazi zetu hizi za Kiswahili. Dereva leo utanyang'anywa gari, utarudi mtaani. Karudi mtaani, kapanga, kahangaika.